Ikiwa leo ni siku ya sherehe za ushindi pale nchini Urusi ambapo miaka 80 imepita tangu Urusi wafanikiwe kushinda ukoloni wa Kinazi ambao ulikuwa unaongozwa na Adolf Hitler, ambapo rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin tunatarajia atatoa hotuba ambayo atatoa hiyo hotuba mbele ya viongozi mbalimbali duniani ambao wapo pale nchini Urusi kwa ajili ya kusherekea siku ya ushindi wakiongozwa na rais wa China, rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, rais wa Cuba pamoja na viongozi wengine wengi sana ambao wametembelea kule Urusi. Sasa wakati sherehe hizi za ushindi zinaendelea leo, unaambiwa bwana, moja kati ya mistake kubwa sana ambayo ameifanya rais wa Ukraine pamoja na bunge la Ukraine ni kuruhusu wao kuingia ule mkataba pamoja na Marekani, mkataba wa madini ambao utaifanya Marekani iweze kuchimba madini ya pale nchini Ukraine, yale madini adimu kwa miaka mingi zaidi, na kwa miaka michache tu ni kwamba watachimba kwa zaidi ya miaka 10. Lakini hii ni moja kati ya mistake kubwa sana ambayo inatajwa kufanywa na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky. Kwa nini? Hii inakuja baada ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump kuchapisha bandiko ambalo lipo katika ukurasa wa Truth Social, ambapo ameitaka Ukraini kuacha mipango yake ya kugomea kile ambacho kimezungumzwa na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin kwamba wanafaa kusitisha mapigano kwa muda wa saa 72, na Donald Trump amesema si tu saa 72 bali Ukraine wanatakiwa kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30. Kupitia kauli ambayo imetolewa na bwana Donald Trump, amesema mazungumzo na Urusi au Ukraine yanaendelea. Marekani inataka kwa hakika kusitisha mapigano bila masharti kwa siku 30. Tunatumai usitishaji vita unaokubalika utazingatiwa na nchi zote mbili zitawajibika kwa kuheshimu utakatifu wa mazungumzo haya ya moja kwa moja. Ikiwa usitishaji mapigano hautaheshimiwa, Marekani na washirika wake wataweka vikwazo zaidi. Maelfu ya askari vijana wanakufa kila wiki na kila mtu anapaswa kutaka ikomeshwe vita hii. Ninafanya hivyo na Marekani pia ufanye hivyo. Kama rais, nitaendelea kujitolea kulinda amani kati ya Urusi na Ukraini pamoja na wazungu, na itakuwa amani ya kudumu. Usitishaji huu wa mapigano lazima hatimaye ujengeke kuelekea makubaliano ya amani. Yote yanaweza kufanywa haraka sana, na nitapatikana na taarifa muda mfupi ikiwa huduma zangu zinahitajika. Asante sana kwa kile ambacho kimezungumzwa. Yani bwana Donald Trump sasa anaonekana ameanza kuzungumza katika lugha ya kujiamini sana, kwa sababu kila alichokuwa anakihitaji pale nchini Ukraine tayari amekipata, na ndio maana anazungumza katika hali hiyo ambayo anaiongea. Anasema yeye sasa hivi si tu kwamba labda wanahitajika kujadiliana kwa kirefu zaidi juu ya usitishaji wa mapigano, ila yanatakiwa kusitishwa haraka iwezekanavyo. Na anasema yeye anaweza kaongeza vikwazo pale nchini Urusi, jambo ambalo Urusi sasa hivi unapozungumzia vikwazo si jambo ambalo wanaweza wakalijadili tena, kwa sababu Urusi wameishi kwenye vikwazo, wanaishi kwenye vikwazo na maendeleo wanayapata kupitia vikwazo hivyo hivyo. Kwa hiyo hii ni alam kwa rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky kwamba sasa kutokana na mikataba ambayo amesaini na Marekani inawalazimu sasa waweze kukubali kila kitu ambacho anakifanya au wanaambiwa na rais wa Marekani. Sasa kufuatia tamko hilo, tuliona rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky alisema na yeye yuko tayari kusitisha mapigano mara moja. Kiongozi wa Ukraine amesema amekubali kusitisha mapigano kwa siku 30 baada ya kuzungumza na rais wa Marekani Bwana Donald Trump kwa njia ya simu. Kiev ipo tayari kwa kusitishwa kabisa kwa mapigano bila masharti. Volodymyr Zelensky amesema makubaliano yanaweza kuanzishwa kuanzia dakika hii, katika taarifa ambayo alichapisha kwenye ukurasa wake wa Telegram kufuatia mazungumzo yake na rais wa Marekani Bwana Donald Trump siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 5 mwaka 2025.
Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa Ukraine, anasema alijadili njia za kuleta usitishaji vita wa kweli na wa kudumu pamoja na hali ya mstari wa mbele na kazi ya kidiplomasia, akisisitiza kwamba mapatano hayo yanapaswa kudumu angalau siku 30, akisema kwamba yanaweza yakatoa fursa nyingi za kidiplomasia. Ukraine ipo tayari kwa usitishaji kamili wa mapigano hivi leo kuanzia dakika hii, alisema kiongozi huyo, akisema kusiwe na mashambulio ya makombora, ndege zisizo na rubani na mamia ya mashambulizi kwenye mstari wa mbele. Kisha amesema kwamba Urusi inapaswa kutoa majibu ya kutosha kutokana na hicho ambacho kimezungumzwa na kuthibitisha utayari wao wa kumaliza vita, alizungumza kiongozi huyu wa Ukraine, lakini ameitaka Washington pia kutoa usaidizi mkubwa katika eneo hilo, vinginevyo hawatokuwa na uwezo wa kusitisha mapigano kama ambavyo imeamriwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Kuanzia usiku wa manane wa siku ya Alhamisi, vikosi vya Urusi vilisitisha mashambulizi na kubaki katika nafasi ambazo zilikuwa zinakaliwa hapo awali, na walisema wao watatoa majibu yanayofahamika tit for tat kutokana na ukiukwaji wa Ukraine, kwa mujibu wa wizara ya ulinzi kule Moscow, ambapo wanajeshi wa Ukraine wameripoti kufanya mashambulizi 488 na kujaribu kuvamia mara 2 mkoa wa Kursk nchini Urusi, kwa mujibu wa wizara ya Urusi ambayo ilitoa taarifa. Zelensky ambaye hapo awali alipuuzilia mbali mpango wa amani wa Urusi alisema ni udanganyifu wakati Kiev ilipozidisha mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani kwenye eneo la Urusi. Alizungumza na bwana Donald Trump baadaye, na baada ya simu hiyo alisema kwamba Ukraine iko tayari kwa usitishaji vita kamili kuanzia sasa, lakini amesisitiza kwamba wanatakiwa kufanyika mapatano ya moja kwa moja ambayo yatakuwa yanalenga hasa kumaliza huu mgogoro ambao upo kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Na mimi kitu pekee ambacho niko namuonea huruma rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky ni kwa sababu sasa hivi hana uwezo wa kuzungumza kitu chochote kile. Yani hawezi kuzungumza kitu chochote kile, bali anatakiwa asikie kitu ambacho wanakizungumza wa Marekani pamoja na Urusi wanapanga nini. Hapo ndipo anapoweza akawa ni mmoja kati ya watu ambao wanatekeleza yale maagizo ambayo yanatolewa na viongozi hao. Bila shaka tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu kabisa kuona nini ambacho kinaendelea, lakini kikubwa zaidi leo pia tutajikita kwenye kuleta taarifa ambazo zinatoka huko nchini Urusi kwenye siku ya ushindi. Viongozi wengi sana bwana wameenda huko, na hii inaonesha namna ambavyo Urusi bado iko na nguvu kubwa sana katika eneo la mapambano. Tumeona hata yule Robert Fico ambaye ni moja kati ya watu ambao walikuwa wana misimamo mikali sana, na yeye pia ameenda huko nchini Urusi kwa ajili ya hizi sherehe za miaka 80 ya ushindi wa Urusi tangu walipopambana na huo ukoloni wa Kinazi. Kwa hiyo tutakuja kuileta hii ripoti pia hapo baadaye, lakini pia mjiandae kupokea hotuba ya Kiswahili ambayo itakuwa imezungumzwa na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin katika kuadhimisha miaka hii 80 ya ushindi wa Urusi kutoka kwa bwana Adolf Hitler. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.